Macho yote duniani yapo kule nchini Marekani, ambako mahusiano kati ya Ukraine na Marekani yamekuwa yakijengwa kwa misingi ya ushirikiano wa kidiplomasia, kiuchumi na kiusalama kwa muda mrefu. Mataifa haya mawili yana historia ya ushirikiano wa karibu, hasa baada ya Ukraine kupata uhuru wake mwaka 1991 kutoka kwa Umoja wa Kisovieti. Marekani imekuwa mshirika mkubwa wa Ukraine katika kuimarisha demokrasia, kujenga uchumi imara na kuongeza uwezo wa ulinzi wa taifa hilo. Baada ya Ukraine kuwa huru, Marekani ilikuwa miongoni mwa mataifa ya kwanza kuitambua na kuanzisha mahusiano rasmi ya kidiplomasia. Mahusiano haya yameendelea kuimarika kupitia makubaliano ya kibiashara, misaada ya maendeleo na usaidizi wa kijeshi. Marekani imekuwa mstari wa mbele kuisaidia Ukraine kupitia programu mbalimbali za maendeleo na demokrasia. Marekani ni mmoja wa washirika muhimu wa kibiashara Ukraine. Kupitia makubaliano ya kibiashara, nchi hizi mbili zimekuwa zikishirikiana katika sekta ya kilimo, nishati na teknolojia. Ukraine, ikiwa ni moja ya wazalishaji wakubwa wa nafaka duniani, inanufaika na soko la Marekani kwa kuuza bidhaa zake za kilimo. Aidha, Marekani imekuwa ikitoa misaada ya kifedha kuisaidia ukuaji wa kiuchumi Ukraine, hasa wakati wa changamoto za kisiasa na kiusalama. Katika miaka ya hivi karibuni, mahusiano ya kijeshi kati ya Ukraine na Marekani yameimarika kwa kiasi kikubwa. Marekani imesaidia Ukraine kwa mafunzo ya kijeshi, vifaa vya ulinzi na msaada wa kijasusi, hasa baada ya mgogoro kati ya Ukraine na Urusi kuanza. Usaidizi huu umeimarisha uwezo wa Ukraine kujilinda dhidi ya vitisho vya nje na kuimarisha udhibiti wa kikanda. Waswahili wamenena, shuka la kuazima halistiri maungo. Msemo huu umeonekana katika mkutano wa hivi karibuni uliofanyika katika ikulu ya Marekani, yani White House, kati ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump. Kulizuka mvutano mkubwa ambao ulisababisha kuvunjika kwa mazungumzo hayo. He broken this ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners. We signed the exchange of prisoners, but he didn't do it. What kind of diplomacy, JD, you are speaking about? What do you mean? Stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military equipment, and your men are brave, president. but they had to use our military. Yes. What about if you didn't have our military equipment, our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days, I heard it from Putin. In 3 days, this is something maybe new. Less. In 2 weeks, of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Just say thank you. I said a lot of accept times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media. Mkutano huo ambao ulilenga kujadili makubaliano ya madini kama hatua ya kwanza kuelekea kusitisha mapigano na Urusi, uliishia kwa Trump kumshutumu Zelensky kwa kuchezea vita vya 3 vya dunia na kusitisha ghafla makubaliano hayo. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance alimkosoa pia Zelensky kwa kuwa na msimamo mkali, hali iliyozua wasiwasi kuhusu mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani na Ukraine. Baada ya mkutano huo, Trump alimtaja Zelensky kuwa mwenye dharau na kudai kuwa kiongozi huyo wa Ukraine hakuwa tayari kwa amani inayohusisha Marekani. Hata hivyo, Zelensky aliwashukuru wa Marekani kwa msaada wao kupitia mitandao ya kijamii, akisisitiza umuhimu wa amani ya haki na ya kudumu. Viongozi wa Ulaya walionyesha mshikamano na Ukraine, wakikosoa vikali jinsi Trump alivyomshughulikia Zelensky na kuthibitisha tena kujitolea kwao kwa uhuru wa Ukraine. Kwa ujumla, mkutano huo ulionyesha changamoto zinazokabili juhudi za kimataifa za kutafuta suluhu la amani kwa mzozo wa Ukraine, huku kukiwa na wasiwasi juu ya mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine.